kuna vitu ambaye wewe kwanza ulipewa kwa hiyo boma. Mimi? Nilipewa na? Atanasema nilipewa nini? Kuna vitu nilipewa kwa na nani? Kuna vitu ambaye mama ya watoto alikupatia. Na nilikuwa nataka tu sababu unajua hiyo vitu si zake, hiyo vitu ni mali ya watoto. Kijana, hii maneno ambayo inaongelewa hapa ni ukweli? Hapana, iko hivi, mimi na huyu bibi yangu. Bibi ya nani? Nielezee tu mwenye nilikuwa kwa mdomo yako. Nilikuwa nimeenda kusaka greener pastures ndo at least upate, lakini tunaweza ongelelea hizi vitu zote, hii drama yote sijui mbona bibi. Unajua tunaongelelea hapa, hakuna unanibebi nini? Acha hiyo. Unanibebi nini? Unajua wewe toka hapa, si kwako. Tunaenda. Napiga simu saa hii. Nyumba yangu si nyumba yako. Nyumba yako unafanya kazi, unafanya ujinga watoto wakiwa, sifanye huko nje. Na una record. Hakuna mahali naenda. Usishike mtoto. Nafasi na masaa wewe. Tunasema hakuna mahali tunaenda. Ama utapata kijana. Wewe utapata kijana. Napigwa. Wewe ama utapata kijana. Wewe basi doa. Wewe doa. Tapiga simu. Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Guys, tumeletewa hapa watu na tumeletewa na Dani na daktari. Ameamua walete na sijui mbona amewaleta, mwenyewe atatuelezea mbona amewaleta. Alafu istoshe pia huyu msichana, utanikumbusha jina lako? Ninaitwa Liz. Ya, tulikuwa hapa na Liz mwisho, nadhani mnajua kitu kilikuwa imehappen, na nilikuwa nimempigia simu mapema sana, ilikuwa tulikuwa na yeye kwa meeting ya kwanza lakini hakufanikiwa kufika kwa time, na naona ndio amefika saa hizi. Sijui mbona amechelewa sana hivyo. Liz, mbona umechelewa hivyo? Samahani kwa kuchelewa, nilikuwa na shida kidogo. Nilikuwa nimeenda clinic. But saa hizi nimefika. Okay, sawa. Uko aje bro? Uko poa. Uko poa? Uko aje bro? Uko poa. Okay, sawa daktari. Yaani naona umetuletea watu hapa. Sijui kama wewe kwa sababu mimi sijapigia hawa simu kwamba wakuje. Kwa sababu nilikuwa nimewaambia kesi ya watoto nitashughulikia na ianza saa hii. Na vile nimeianza, hawa ndio nataka ni deal nao kidogo, tuzungumze moja mbili, tujue vile watoto wataenda shule. Ndio. Okay, asante. Ya, sasa nani Nuski, tukiwa hapa mara ya mwisho, nadhani unajua kitu kinaendelea. Ukiwa pamoja na Mbona umetuleta hapa? Hapana, si unajua kitu kinaendelea hapa bro. Si unajua issue iko hapa. Na ni kitu tunajaribu kusolve, ndio maana tumewaleta hapa. Sawa. Ya. Bro, ulisema unaitwa nani, kumbusha jina? Steve. Ya, mkiwa na Steve, nyinyi wenyewe mnajuana, si ndio? Na tuko hapa tunaongea kuhusu issue imekuwa hapa mwisho. Huyu mtoto ni mtoto wa shule wenye unajua, tunafaa tumshughulikie, tu make sure amerudi shuleni. Saa hizi mtihani inakaribia, na mtu mwenye tuko hapa na yeye anaitwa Daktari Magongo, ndiye amesema ndiye ametuletea nyinyi actually, by the way. Sio mimi nimekupigia simu Nuski. Mimi sijakupigia simu. Steve, nimekupigia simu. Ya, umekuja aje hapa? Hadi sijui nafanya nini hapa. Wewe unajua umefika vipi hapa bro? Si ndio hata swali nilikuwa nimekuuliza ya kwanza. Ati daktari ali? Anaitwa Daktari Magongo. Atienda alituleta hapa. Ndio amewaleta hapa. Sasa nataka nimpe time atuambie mbona amewaleta. Habari zenyu vijana? Habari zenyu. Vijana kwani wewe ni nani? Wewe ni nani? Miss habari zetu aje, mimi simjui. Wewe itikia tu venye nakuuliza ndio at least mambo ikuwe rahisi tafadhali. Yeah. Hata kama msipojibu bora mmesikia. Mimi kitu ambaye imefanya niwalete hapa, nimetaka tuongee mambo kidogo tu ambayo itachukua muda, na ni kuhusiana na kesi ambayo iko hapa, na nadhani mnaielewa. Si ndio? Mnajua kitu, si ndio? Unajua kesi iko hapa inaendelea na nini Nuski? Sijui kesi yote. Nimekuambia mimi sijui mbona tuko hapa na sijui tumeitiwa nini hapa. Steve, unaelewa nini kesi inaendelea hapa? Kesi ya nini imefanyika kesi? Okay. Mambo ambayo iko hapa
ni kuhusiana na malalamishi ya watoto wakiwa na huyo anko yao, na hao watoto wako nyumbani na si vizuri watoto wadogo kama hao kukaa nyumbani, haswa huyu msichana ambaye anafaa aende afanye mtihani ako nyumbani na inafaa sasa akuwe shule. Unajua hata wewe kama wewe jieke kwa kiatu kama ya hao watoto, sasa inafaa ukuwe shule. Mali ya kwenye watu wanachezea tu kwa njia ambayo istahili, si vizuri. Sasa nilitaka tujadiliane kidogo kuhusiana na hao watoto vile wataenda shule, na sio mambo mrefu, ni shughuli ambayo itachukua dakika 5 kama imeenda sana. Ya, tukiwa watu wa kuelewana na tukiwa watu wa kujua wenye tunaongea, ni vitu itachukua muda kidogo sana tumalizane nayo. Ni hivyo. Ya, nani Simon, uko na kitu ya kuongea kabla daktari hajafanya mambo yake? Nataka tuwalete document, tuachane na story, mtoto arudi shule, watoto warudi kwao. Okay, sawa. Mimi nilikuwa nafikiria daktari labda atatuletea Shiro, lakini naona hajatuletea Shiro, lakini yeye venye ametangulia hawa mwenyewe unajua mbona amewatangulia. Sasa acha tumpe tu muda tuone anatuambia aje, na tuone mbona ametuletea hawa watu, si ndio? Yeah. Nikianza na upande huu kijana, umesema unaitwa nani kijana? Naitwa Nuski. Nzuri. Sasa kitu ambayo imefanya ni kulete hapa, nimetaka tuongee, tuelewane na tujue vile tutasaidiana watoto kurudi shule, sababu si vizuri vijana wa umri kama hii wakikuwa wanakaa nyumbani. Unajua sasa hivi wanaweza jihusisha na mambo ambayo haistahili, haswa msichana kama huyu. Kwa hiyo umri yake kukaa nyumbani si vizuri. Na kuna mambo ambayo imetendeka, na nadhani unajua vile ilikuwa. Hata sijataka niguzie sababu unajua kitu ambayo imetendeka, na kuna vitu ambayo wewe kwanza ulipewa kwa hiyo boma. Mimi? Nilipewa na? Atasema nilipewa nini? Kuna vitu nilipewa kwa na nani? Kuna vitu ambayo mama ya watoto alikupatia, na nilikuwa nataka tu sababu unajua hiyo vitu si zake, hiyo vitu ni mali ya watoto na alikupatia kwa njia ambayo stahili. Nilikuwa nataka tu kama kwa moyo mzuri uweze kuleta tu hizo vitu. Mimi hakuna kitu nilipewa. Sasa nilipewa yeye ni nani? Kwani anajua aje ati nilipewa? Mbona mimi? Ni vitu gani hizo unaongelea hata? Sitaki tufanye mambo ikuwe mrefu sababu hata najua umetoka kwa shughuli zako, sababu pale ulikuwa shughuli. Maana nimekuja tu hapa tujadiliane haraka dakika 5 uweze kurudi kwa shughuli yako ambayo umekuwa unafanya. Na nimekuuliza tu swali rahisi kwamba kuna vitu ambayo ulipewa na huyu mwanamke ambaye haikuwa yake, ni mali ya hao watoto, na hiyo ndio inafanya hao watoto wanahangaika hivi. Maisha yao imekuwa ngumu sababu wewe unafurahia mali ambayo si yako. Wakati wewe unafurahia hiyo mali, unajua watoto wanasikia namna gani, wanaishi aje. Watoto wanateseka bure. Sasa hivi wako nyumbani kwa kuwa hakuna pesa, na wewe na huyu mwenzako mnachezea mali ya wenyewe. Yote tunaongelea. Sikumbuki kama kuna kitu nilipewa na yule mama. Kama nilipewa, kwani anajua aje huyu? Sawa. Kama unasema hakuna kitu ulipewa na huyu msichana, kuna kitu ambayo ulikuwa unajaribu kumfanyia. Msichana mgani? Nilijaribu kumfanyia, kuna kitu ulikuwa unajaribu kumfanyia mbaya. Kitu gani? Mimi sijawahi kutana na huyu msichana mahali popote. Wenye ulikuwa unaenda pale kwao huko unamuona? Hapana, sikuwahi kukutana na yeye ati tukaongea hata dakika moja. Sio kuongea, wenye ulikuwa unaenda pale kwao. Najaribu kukuambia sikuwahi kuwa karibu na yeye. Sasa nilimfanyia kitu aje sasa? Kitu gani? Sababu nikiangalia naona kuna siku umekuwa na vurugu kidogo. Ulikuwa unajaribu kumbaka, si ndio?
Unajua hiyo ni kitu yenye imeshawahi semwa na ikasemwa na Chris na hata huyo msichana mwenyewe akasema kwamba alikuwa ni wewe bro. Ni ukweli ama uongo? Uongo, mimi hiyo ni uongo. Ati kijana alisema alinionanga. Kijana anasema alikupata wewe, ulikuwa unajaribu kubaka nini sister yake. Sijui mambo kama hiyo. Nimekwambia huyo mtoto nikikuja kwa hiyo nyumba hakuna siku hata nimewahi kaa chini na yeye ati tunaongea hata dakika moja. Na unamjua kweli? Kumjua na nilikuwa namuona tu huko, lakini si ati tulikuwa tunahusiana na wao. Biashara yetu ilikuwa na huyo mama peke yake. Hakuna masaa nilikuwa naongea na watoto wake hapo. Mlikuwa mnapiga biashara gani? Sinafikiri tulikuwa tushaongea mambo ya biashara na nyinyi. Sasa si umueleze tu. Si labda wewe umuelezeni kama sijui mmetoana wapi. Hajakwambia, hujamwambia mbona anatuliza swali zingine zenye wewe tulikuwa hiyo biashara unajua ilikuwa ya nini? Kama wewe vile unajua. Mimi niliona mlikuwa mna sijui mnafanya nini, mnakulana mkirekodi. Niliona. Hiyo ni kitu uliambiwa aje? Na hata ule mama amekubali. Mama aliwaelezea vizuri. Hata huyu anajifanya nini hapa anajua hiyo mambo. Okay. Ama tukuelezea. Mlituelezea na huyo mama pia akakubali akasema kwamba yes hiyo ni shughuli huwa anafanya. Hata uliuliza kamera ilikuwa ya nini? Ukaambiwa yaji ilikuwa ya nini? Sasa ni biashara gani tena hiyo? Lakini unajua mara ya kwanza mlikuwa mnakataa tu venye saa hizi unaambiwa kuna kitu ulipewa na huyo mama yoyote kama yenye natoka kwa hiyo boma. Kuna kitu ulipewa uweke ama Nilikwambia tukifanya hiyo biashara na huyo mama. Na mnajua ni ilikuwa biashara gani? Ni kuingia na kutoka. Mambo ya mali yake, watoto wake hatukuwa tunaingiana na hizo story. Sasa juu umekataa? Sijui. Juu umekataa hiyo story? Na sijui anajua hizo mambo aje. Sasa juu umekataa hiyo story, mimi daktari nilikuwa nataka pia huyo msichana, unajua amechelewa na nilikuwa nimemwambia afike hapa mapema, lakini ananiambia mambo na clinic, alikuwa clinic. Hakuniambia kwamba atakuwa clinic, lakini amefika. Nilikuwa naomba pia kuelezea kidogo kabla hujachukua step yoyote kwa huyu jamaa. Nilikuwa naomba kuelezea pia shida yake kidogo, ako na shida hapo pia. Nani Liz, nilikuwa naomba uchukue dakika kidogo uelezee daktari. Tunaona mambo ni mengi. Uchukue dakika kidogo tu uelezee daktari shida yako ili tuone venye tunaweza saidiana. Sawa daktari, habari? Mimi nilipewa pesa na wazazi niende nisome huko majuu, lakini ule mtu nilikuwa na date akaniambia ati tufungue nayo tuanze nao biashara. Mimi nikajua juu italeta pesa, acha tu tuifanye, nitaenda kusoma baadaye. Venye nilipo hiyo do nikatuma kwa akaunti yake. Tangu hiyo siku hadi aniongeleshe, alizima simu. Like hadi alikuja kwa hii show venye nilimtafuta, sasa akaanza makelele kunitusi. Alafu the worst part ni eti niko na mtoto wake wa 4 months. Hadi amshughuliki, niko na mashida tu nyingi nyumbani, hadi saizi nakaa na rafiki. Unajua ujieleze vizuri, uko na mtoto ama uko na mimba? Niko na mimba ya 4 months. Ya usiogope kujieleza, eleza tu vizuri ndio akuelewe. Sasa nilikuwa nataka usaidizi wako. By the way, nani Simon, najua mjui msichana anaguzia nini. Lakini tukiwa hapa mwisho nyinyi hamkukua. Bwana yake mwenye anajaribu kusema ni huyu. Huyu ndo bwana yake mwenye anajaribu kuguzia mambo anasema hiyo. Sijui kama mnaelewa, na sijui kama saizi bwana yake amekubali kwamba atashughulikia, labda anaweza kuwa amekuja kama amechange minds, kwa sababu tukiwa naye mwisho hakuwa mtu wa kuwajibika kwamba yeye ndio alipeana mimba, na hakuwa mtu wa kuwajibika kurudisha pesa za msichana aende endelee na masomo. Bro, ni aje? Poa sana. Tukitoka mwisho tulikuwa na wewe na huyu mtu kakataa kabisa mambo yake. Saizi uko tayari kumshughulikia bro? Sijakataa mambo yako. Nilikataa mambo yako baby. Mbona unaambia watu hizi vitu sasa? Kwani tena imekuwa ati huyu mtu? Si mimi your Cadbury tena baby. Nilikuambia trust the process. Tuacha kuleta hizi vitu kwa watu. Turudi home tuongelele hii maneno. Nini? Si hadi nilikuwa naandaa venye nenda kufungulia kakibanda hapo kasukuma. Si tunaona mbele pamoja baby. Unajua mwisho tukiachana bro, litusi msichana vibaya sana sana sana. Ni shetani.
Tuseme tu ni mambo ya ni Unaona shetani. leo umejikuta tu kwa watu na ukajikuta. Baby relax. Acha Wewe drama. niache. Acha drama. Nikuulize nani Steve? Sawa, nikuulize tukitoka pale mwisho ulikuja ukampigia simu ama ukaonana naye? Baby, si umwambie tuliongea. Mlishaongea mkamaliza? Tujaongea. Unachoma, Chuki baby, huyu. tuliongea. Hamjaongea? Kitu nataka ni do zangu. Baby. Haiwezi work Kuna actually. kakibanda Naenda kutoa huyu nimekufungulia. mtoto. Kibanda nini? A half a million unanifungulia kibanda surely. A half a million. Sasa alafu ukitoa mtoto wako Mtoto wangu sasa unataka ateseke, si ndio? So tufanye hivi. Hii issue ilikuwa tu ni ya kujulisha daktari kwa shida yenyewe msichana ako nayo. haikuwa hadi na haja ya kufika hapa. Sasa hadi hapa Ilibidi, ni wapi? Angalia mahali ilibidi. tuko huko ni wapi? Ilibidi. Sasa surely sasa after hapa tungeenda tu home tusikizane baby. Home na nani? Baby, hizi ni mambo tunaweza ongelea Hebu usiniite pamoja. baby. Acha hizo. Usiniite Sasa baby. unaanza drama. Unaanza Nitaanza drama na bado juu nataka do zangu before nitoke hapa. Baby, kale ka minute maid hadi na kununulia. Enda wanunulie wenye mlienda Nani kuspend hao? pesa zangu. Wagani hao? Watoke wapi? Mimi nimeenda nimekuambia hadi na kufungulia kibandaski. Nimejitolea kukufungulia kibanda, nishajua venye nitapata tu cabbage na tunyanya. Alafu unanileta huku mbele. Sasa surely huku tunafanya. Tumekuja. Hiyo kibanda italisha huyu mtoto. Mtoto wako atakuwa sawa na mtu wake Kuna pia. mambo ya sawa, naenda kuitoa. Sasa Naenda kuitoa. Iko tu Siwezi sawa. teseka, mimi niteseke na mtoto wangu ateseke na ako na baba. Ai, Sasa baba mgani? baba jina wewe. Mimi sasa hadi nilikuambia hadi hizo nguvu na shuku sana kama niko nazo. Si hadi wewe unaona tu mwili yangu. Kiafya Wenye naendelea unashuku hivyo vibaya. jua ni yako na naitoa na nataka do zangu, nataka anything that belong to me including nothing. Sasa si kama everything that belongs to you si hadi mimi ni wako. Wapi? Sasa unataka everything. Si unichukue hadi mimi. Tuende tuache drama. Huku ni wapi tuko? Wewe unajua siongei na wazazi wangu. Hiyo sisi ni wako, wazazi wako. Mimi naongea na wangu. Juu yako sijaenda shule. Si kila mtu aliumbwa asome. Si unaona hadi wewe kuna venye shule ulingangana kuingia. Sasa unajua hujui kwamba hao ni huyo ni bibi na bwana wenye amekaa hapo. Na sasa after huyu demo aliona hiyo video imetrend kwa nini? Imeenda kwa mtandao pale na akaweza kuifikia na akaona huyu jamaa. So ndo akaleta malalamisho akasema kwamba huyu jamaa kuna pesa alimpea lakini akapotea nayo baada ya na mimba miezi 4. Jamaa karuka mimba. So mwita daktari amsaidie. Sasa nilikuwa nimemuelezea mara ya kwanza mapema sana, nikamwambia utafika tuongee na wewe tukiwa pamoja na hao wengine, lakini akafika late. But ameshafika. Wacha tuone venye daktari atamsaidia kama ni kumsaidia. Sawa sawa. Habari zenyu tena. Habari zenyu. Kijana, hii maneno ambayo inaongelewa hapa ni ukweli? Hapana, iko hivi. Mimi na huyu bibi yangu. Bibi ya nani? Nielezee tu venye nilikuwa. Mdomo yako. Nilikuwa nimeenda kusaka greener pastures ndo at least upate, lakini tunaweza ongelelea hizi vitu zote, hii drama yote sijui mbona baby. Najua tunaongelelea hapa. Hakuna unanibebi nini? Acha hiyo. Unanibebi nini? Unajua Steve, umeulizwa hiyo mambo inasemwa ni ukweli. Hiyo mambo si ukweli. Mimi Hukuchukua pesa zake? sikuchukua. Nilichukua. Ni sawa, alinipea, sikuchukua. Mimba anasema uko nayo ni yako. Unajua ni vizuri kijana, sababu tuongee mambo tumalize. Na unajua ukijaribu kunidanganya mimi nakuona na naona kwamba hata mipango ambayo uko nayo sio mzuri, hauna mipango yoyote na huyu msichana. Ni heri tu niseme ukweli. Hakuna mipango yoyote ambayo uko nayo na huyu msichana. Mbona unampotezea muda? Nimemfungulia kibanda, mimi nataka kufungua buchari yangu. Angalia tunauza mboga na beef. Umefungulia Ilikuwa nani? surprise, ilikuwa nikuambia nimekufungulia kibanda. Hadi niko in the process ya kukutolea ngoma. Si unajua mimi ni msanii baby. Enda waimbie. Mimi Wakina nataka nani? vitu zangu. Akina So niache, nani? niache. Relax. Hizo ndo zote Relax. unanifungulia kibanda. Relax. Hata uogopi kusema hapa mbele ya. Kibanda, si venye unafikiria. Niache. Jibu maswali umeulizwa, acha kunisumbua. Nataka vitu zangu leo. Mbona una shout sasa? Si unaona hadi una overdo. Bado juu lazima unipe vitu zangu. Ndio nilikuwa nakuambia. Mbona sasa umpotezee muda na unajua hakuna mipango yote uko naye? Itakuja.
ngoja, si ati imepotea na nakupotezea muda. Usisikize hawa watu hadi hatuwajui. Wewe tu ndio wajui. Lazima atanisaidia nipate vitu zangu. Na uache uongo. Nini nimedanganya? Ati sikukupea do. Acha hizo, haikuhusu hizo. Sawa, hiyo kesi yao mimi nimesikia na hiyo nitashughulikia msichana, usikuwe na wasiwasi. Hiyo kesi imenifikia. Na nakuambia tu kuwe makini sana. Sababu huyu kijana hata vile mimi nimemuona ni mtu ambaye hana mipango yote, ni kupotezeana tu muda. Utateseka tu bure. Heri nikuambia ukweli. Kijiweka kwake utateseka bure, sababu sasa ingekuwa huko shule na pesa ndio yeye ametoroka nayo na amekula hata pesa ambayo amebaki nayo. Nikiweza kukuambia hapa hata pesa ile yako nayo, kijana mbaki na pesa ngapi? Pesa iko. Usisikize, pesa iko. Pesa iko. Jibu swali, imebaki ngapi? Pesa iko. Imebaki ngapi? Pesa iko. Naambia mzee hesabu za pesa zetu apeleke wapi? Mwambie anataka kujua. Pesa yetu iko. Pesa nani? Pesa yangu. Pesa yangu. Yetu, si uya Umezana? Sawa. Sawa, hiyo mambo yao. Hiyo iko sawa. Hiyo msichana usikuwe na wasiwasi. Sababu hata huyu kijana vile nimemwangalia sio mtu mkamilifu. Lakini pia isitoshe nani Liz, ulikosa sana. Kama mzazi alikupea pesa kupeleka shuleni, mbona ukachezea hivyo? Hiyo ni makosa. Hapo hivi hata mimi na mhukumu. Najua ni vizuri utimiza mambo ile wazazi wamefanya, sababu wazazi wanakutakia maisha mema. Huku mbele mapenzi iko na mapenzi yaishi. Najua huyu kijana ni kukudanganya, alikudanganya. Okay, ni sawa. Nadhani hiyo daktari ashaelewa nini issue yako. So daktari, ninakupa muda, nakupa nafasi uendelee na kitu ulikuwa unafanya. Pole nimekukatizia, nilikuwa nataka tu nikujulishe mambo ya huyo msichana. Shida hiyo inaeleweka. Sababu najua ni vizuri nikianza kazi nijue naanza tu mara moja. Ni vizuri umeileta mapema. Na naamini pia atasaidika. Ingawaji pesa ambayo imebaki ni pesa kidogo sana. Huyu kijana ameharibu pesa tu. Pesa ambayo imebaki ni kidogo. Na hata mwenyewe anajua, sababu ndio maana nimemuuliza. Pesa ile amebaki naye amekataa kusema. Pesa ile imebaki ni kidogo sana. Sioni hata kama itamsaidia. Lakini tutajua vile tutafanya. Okay, sawa. Sasa ndio nilikuwa hii upande mwingine ya kusaidia watoto.